Kila Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele kwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Happy New Year. Amen. Naomba salimia watu wawili watatu. Mwambie karibu kwa mwaka wa utele. Mwaka wa utele. Mwaka ambao hautazuiliwa. Baraka zako hazitazuiliwa. Amen. Kuinuliwa kwako hakutazuiliwa katika jina la Yesu. Shangilia Bwana Yesu kama umeshasalimia hao watu wawili watatu na umewatamkia hiyo. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo utakataa kitu ambacho kiko kinyume na neno la mwaka huu. Amen. Tushangilie Bwana Yesu kwa makofi sana na vigelegele. Kwa wachungaji wetu, kwa viongozi wetu, hata wale ambao hawajaitwa, tumshangilie Bwana kwa ajili yao. Haleluya! Amen. Naomba tukae katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wangu umejaa furaha sana kwa ajili ya Bwana alivyo mwema na mwaminifu, aliyetubeba kwa mwaka uliopita na akatupatia mwaka mwingine ambao pia ana mawazo mema ya kutupanua. Amen. Ya baraka ambazo hazitakuwa na kizuizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema ni mwaka wa utele, baraka za Bwana ambazo hutajirisha, ambazo hupatia mtu heshima, zitakuja kwako kwa utele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ukapata nafasi ya kumtukuza Bwana, ya kuwa na ushuhuda, kusema ya kwamba hakika Mungu ni mwema na mwaminifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka hata mchana wa leo. Nampenda Yesu sana kwa kunipenda na kuniokoa. Amekuwa mwamba wangu, amekuwa tumaini langu. Moyo wangu unasikia kumheshimu siku kwa siku, hata siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisema Bwana Yesu asifiwe, ninamsifu kwa sababu amekuwa Bwana mwema. Amen. Asifiwe Yesu. Amekuwa Mungu mzuri sana katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amenitendea ya ajabu sana. Nampenda zaidi. Na kila siku najiapiza mbele zake nikisema, ninaapa kwako Yesu, sitakuacha, sitakuasi. Yaani unajua kule kujiapisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona saa nyingine watu, kama mtu amepewa position fulani kwa serikali, naambiwa ashike kitabu kama ni Biblia ama ni msahafu. Nasema naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa serikali hii na kwa nafasi hii ambayo nitaitumikia kwa moyo. Mwenyezi Mungu nisaidie. Sasa nami kila asubuhi siku ikianza najiapisha. Haleluya. Napiga goti mahali pangu, naambia Bwana, ninakiri, ninaapa, nitaendelea kuwa mwaminifu kwako. Nitakupenda, nitakuheshimu, nitakutumikia kwa nguvu zangu na kwa roho yangu yote. Bwana nisaidie. Nikisema Bwana nisaidie, basi ninaisema mpaka machozi ijae. Maana ni kwa msaada wa Bwana tu ndio tunawezeshwa. Amen. Ni kwa msaada wa Bwana tunaweza tukaruka, tukavuka ng'ambo nyingine. Ni kwa msaada wa Bwana tunaweza tukashinda majaribu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninampenda Bwana sana kwa kunipenda na kunipa nafasi hii ya kwamba nikaweze kutumika katika madhabahu yake ambayo ametuchagulia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Neno letu la mwaka huu. Amen. Bwana asifiwe sana. Mwaka ambao utakuwa ni wa utele. Hallelujah. The year of abundance. Mwaka wa utele. Mwaka ambao hautazuiliwa. Hata watakao kuzuia Bwana atashughulikia, atawashughulikia, atapambana nao. Amen.
ili wewe ukafike na ukakipate kile ambacho Mungu amekiweka kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi Roho wa Bwana akawa ananiambia asubuhi na mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki kuambia hayo mapema niliyoamka ni saa ngapi, pengine utastuka. Lakini kutoka wakati huo mpaka sasa niko macho na sijasinzia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Roho wa Mungu akawa ananikumbusha neno hili ya kwamba ili tupate kuyapata yale ambayo Bwana ameyakusudia kwetu, anayoyanena kwa ajili yetu, ni lazima ukaingie katika nini? Katika wazo la Mungu. Amen. Kile Mungu anakiwaza kwa ajili yako, ukaingie. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ukapata kufanya nini? Kulitimiza ama likatimizwe wazo la Mungu kwako, ni lazima ukakubali kuingia katika wazo la Mungu. Na wazo la Mungu utaliingia kwa jinsi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Utaingia kwa wazo la Mungu kwa jinsi gani? Utaingia katika wazo la Mungu kwa kuliamini neno la Mungu, ili kile ambacho amekiwaza kwa ajili ya maisha yako ukiamini, ukipokee kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokipokea kwa moyo wako na kukiamini kabisa, basi Bwana atafanya kile alichowaza ya kwamba anataka upanuliwe mipaka yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama mipaka Bwana anataka aipanue, ni lazima ukakubali uingie katika wazo la Mungu. Unapoingia katika wazo la Mungu, sio kwa mawazo yako mwenyewe. Amen. Basi Bwana atatimiza yale aliyoyanena, ama neno lake litatimizwa juu ya maisha yako. Maana mara nyingine mawazo yetu yanakuwa tofauti na mawazo ya Bwana, lakini Bwana anatamani kabisa tuingie katika wazo la Mungu. Amen. Tasoma kitabu cha Isaya 55. Tasoma kuanzia mstari wa 8. Atasoma hadi mstari wa 11. Pastor Peter anakuwa msomaji wetu katika ibada zetu mara nyingi hapa, na atatusaidia kusoma hiyo mistari michache, na tutaendelea baadaye kwa lile somo ama kwa lile lengo ambalo Bwana ametupa la mwaka huu. Tusaidie kusoma Pastor kuanzia mstari wa 8, Isaya 55 mstari wa 8 hadi mstari wa 11, na Bwana atatubariki. Maana mawazo yangu si mawazo yenu. Amen. Wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Amen. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairundi huko, bali unywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirundia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili Bwana alifanye neno lake kutimizwa katika maisha yetu, Bwana Yesu asifiwe sana, lazima mioyo yetu iwe na imani katika neno la Mungu. Amen. Ndiposa ikiwa neno la Mungu ni kama Mungu anapoliachilia, linashuka kwetu kama mvua, ambapo hunyesha ama ikanyeshea ardhi ili ikapata kuchipuza ama kuleta mazao na kutimiza kile ambacho Mungu amekukusudia kwa ajili ya ardhi ile. Vivyo hivyo ndivyo Mungu anavyotaka, anavyotamani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba ikiwa neno la Mungu linaachiliwa kwetu, Mungu ameliachilia kwetu kama mvua ambayo inaweza kuleta ama ikachipuza, ikaleta mazao. Ni lazima ikapate moyo ambao ndio ardhi ya mwanadamu. Amen. Moyo wako ambao Mungu anautazama kama ardhi ambayo imetayarishwa, na Mungu anapoachilia hilo neno lake likishuka kwako kama hiyo mvua, amen, lipate mahali ambapo katika ardhi hiyo ama katika moyo huo ambao unaweza ukafanya hili neno la Bwana lizae, likalete mazao, likatimize yale makusudi ambayo Mungu amelikusudia. Ni lazima moyo ule uwe na kukubali, Bwana Yesu asifiwe sana, na kuliamini neno la Bwana 100%. Mbia jirani 100%. Yani usiwe na shaka kwa neno la Bwana. Moyo wako upate nafasi ya kulipokea neno la Bwana. Na unapolipokea neno la Bwana, unaliamini kwa moyo wako wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo Mungu atalifanya litimize yale ambayo ameyakusudia juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mmoja ambaye utautayarisha moyo wako, ambao huwa moyo wa mwanadamu Mungu anauona kama shamba ambalo huwa limetayarishwa tayari kupandwa mbegu, na mbegu hiyo ambayo ni neno la Mungu litafanywa kukua ndani yako kwa kuliamini neno la Bwana. Amen. Na unapoliamini neno la Bwana, Mungu atalifanya kuzalisha ama kuzaa, kuchipuza, likayafanye yale makusudi ambayo Mungu amelikusudia hilo neno. Lakini ni lazima kuweko na nini? Na utayari wa moyo wa mwanadamu. Amen. Unalipokea neno la Bwana, tena unaliamini neno la Bwana 100%. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika maisha yetu wapendwa, ili tukayapokee yale ambayo Bwana ameyakusudia mwaka huu, ya kwamba Bwana atatembea mbele yetu, na Bwana atapanua mipaka yetu, na Bwana atafanya maisha yetu yawe na utele, ni lazima mioyo yetu iwe na kulipokea neno na kuliamini neno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana usipoliamini litapita kama hili ambalo limezungumziwa kwa mwaka uliopita. Kuna wale ambao Bwana amewasaidia maisha yao yakathibitishwa, yakaimarishwa, kwa sababu waliliamini, walilipokea, na wakawa na imani kwa hilo neno ndani ya maisha yao, ndiposa wakathibitishwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ili Bwana kila alilokisema hata kwa mwaka huu kipate kuthibitika kwako, kikapate kuonekana kwako, ni lazima mawazo yako yakaingiliane na mawazo ya Mungu. Amen. Kwa maana anasema mawazo yangu kama nilivyo juu, ndivyo nilivyo mawazo yangu yako juu, wala si mawazo yenu. Amen. Lakini wema wa Mungu ni kwamba hata kama mawazo yake yako juu zaidi, lakini anawaza mema kwa ajili yetu. Na tunapojua ya kwamba mawazo alionayo Mungu, ya kwamba anataka kuachilia mibaraka katika maisha yetu, unapoyapokea maneno hayo na kuyaamini, Bwana atafanya kama alivyokusudia. Kwa hivyo moyo wako uwe lile shamba, moyo wako uwe mahali ambapo pametayarishwa tayari, mbegu ya kiungu inaposhuka ndani yako ikazalishwe, na unailipokea kwa imani. Amen. Ili likazalishe, likayafanya mapenzi ya Mungu, ni lazima ukaliamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lisiwe hadithi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Siku moja nikakutana na vijana mahali fulani, anasema huu mwaka ulikuwa umeitwa sijui ni wa milango iliyo wazi, ndio yangu imefungika sana. Kasikiliza, sijui hakusikia kama hakuona kama nasikia. Nikasema hawa ni wajibu ama nisiwajibu? Nikasikia Roho Mungu akiniambia usiwajibu. Lakini wengi milango yao
imefunguka. Lakini mwingine anasema ndio yangu ilifungika sana. Mwingine anasema yangu ilifunguliwa, anasema ndio yangu ilifungika sana. Ni kwa nini? Pengine hakuliamini neno la Mungu. Hakulipokea kama neno la Mungu, ambalo neno la Mungu linasema ya kwamba wakati ambapo hata chochote hakija kuwepo, hapo mwanzo kulikuwa neno. Haleluya. Na hilo neno lilikuwa kwa Mungu, na hilo neno lilikuwa Mungu, na vyote vilifanyika kwa huyo neno. Amen. Kwa hivyo neno linaweza likaumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno linaweza likajenga. Neno linaweza kumuinua mtu, kwa maana chochote ambacho tunakiona katika ulimwengu huu kilifanyika kwa neno. Haleluya. Kwa hivyo unastahili kulitumia neno la Bwana, kulipenda neno la Bwana, kulipokea na kuliamini kwa moyo wako wote, ili likapate kuumba, likapate kujenga, likapate kufanya chochote unachokihitaji kionekane, kwa sababu neno ni pumzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Linaweza kumuinua mtu na kumweka mahali palipo sawa, ili akapate kumuona Mungu katika maisha yake. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi neno hili linaweza kutimizwa iwapo mtu atafanya nini? Atalikumbatia, ataliamini hilo neno la Bwana, na litatimiza yale ambayo Baba amelituma neno hili likapate kufanya. Unalichanganya na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu unafanya nini? Unalichanganya na imani. Amen. Ukiwa na imani na neno la Mungu, kile Mungu amekitamani, amekizungumza kwa ajili yako, kitatimizwa ili ukapate kumtukuza Bwana. Basi tuingie katika andiko letu ambalo ndilo kichwa cha timu yetu ya mwaka huu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 54. Soma kuanzia mstari wa 2 na mstari wa 3. Amen. Alafu tutasoma tena Zekaria mlango wa 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Na Bwana atatubariki sana. Pastor, tusaidie kusoma cho kitabu cha Isaya 54. Tusoma kuanzia mstari wa 2 na wa 3. Alafu tutaendelea tusome kitabu cha Zekaria. Na masaa yetu yameenda. Tumetumia vizuri kwa kupeana salamu kwa wachungaji wetu, kwa viongozi wetu. Ni watu muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa yule anayekwazika kwa masaa, na muombea msamaha kwa Mungu, kwa maana hatungeacha wachungaji wakose kutusalimu. Tusaidie kusoma mchungaji, kwa jina la Bwana. Panua mahali pa hema yako. Ndio. Na wayatandaze mapazia ya maskani yako. Ndio. Usiwakataze, ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako. Ndio. Kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto. Haleluya. Na wazao wako watamiliki mataifa, wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hii hema ambayo hapa inatangazwa kwamba tuipanue. Isaya alipokuwa anaongea na wana wa Israeli, alikuwa anawaongelesha hata kwa mazingira ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi nataka uchukue hili jambo ya kwamba si mazingira ya kawaida peke yake, bali hata ufahamu wako wa kiroho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anapotaka tupanuliwe ama tupanue mipaka yetu, tuvute vigingi vyetu, kamba zetu za hema zetu zipate na upana, kwa maana Mungu anasema tutaenea sana. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa nje peke yake. Ambia jirani, si kwa nje peke yake. Haleluya. Mungu anatamani hata ufahamu wetu katika kumjua Mungu upanuke zaidi. Haleluya. Imani yetu kwa Mungu iendelee, ipanuke zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kumpenda Mungu kwetu kuendelee kufanya nini? Kupanuke zaidi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana ikiwa ufahamu wetu utapanuka kwa kumjua Mungu sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Ayubu akasema mahali fulani ya kwamba mjue sana Mungu wako. Ili ufanye nini? Ili upate amani. Alafu hayo mema yatakujia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kumjua Mungu pia tunastahili tufanye nini? Ufahamu wetu upende kufunguka kwa kumjua Mungu zaidi ya kawaida. Haleluya. Bwana asifiwe. Ufahamu wako unapopanuka, imani yako, kwa maana umemjua Mungu kabisa, imani yako kwa Mungu pia itaongezeka, itapanuka upande na upande. Kwa sababu gani? Bwana anataka tuene. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tuene, tuwe na upana katika kumjua yeye, tuwe na upana katika kumtumikia yeye, kuwe na upana hata katika utendaji wetu kama watumishi wa Mungu. Kwa hivyo ni lazima tunaposema ya kwamba mwaka huu ni wa kupanuliwa mipaka yetu na kuwa na utele huo tuutamani wa kila sehemu. Haleluya. Bwana asifiwe. Si uongezewe hazina tu, si uongezewe tu donge lako la mshahara, lakini kama ufahamu wako kwa Bwana haujaongezeka, haitakufaidisha hiyo utakayoongezewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini ufahamu wako mpendwa ukipanuka kwa kumjua Mungu zaidi, ufahamu wako na imani yako kwa Mungu ikiongezeka kwa kumwamini Mungu zaidi, kwa kumjua kwa upana na kwa urefu, basi hayo mema ambayo Bwana atayaleta na ule utele ambao utakuja hautakuwa wa sehemu ndogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajazwa katika kumpenda Mungu, utajaa katika kumfahamu Mungu, utajaa na chochote ambacho Bwana atakiachilia kwako utakitunza, kwa maana kuna ufahamu wa kiungu uko pamoja nawe. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi hapa tunaambiwa ya kwamba tuongeze hema zetu. Amen. Na ati tusiwakataze. Hawa naambia siwakataze ni kina nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ni wale walimu ambao hukufundisha kumjua Mungu. Haleluya. Usikatae kuwasikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana atakuonyesha njia inayokupasa kuiendea. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika maisha yetu kama wana wa Mungu kwa mwaka huu, Bwana anataka tupanue mipaka yetu, hema zetu, tupate nafasi ya kujazwa vitu vingi vya kutoka kwa Bwana. Ni lazima tuanzie juu. Haleluya. Ufahamu wetu ukatiwe nuru, mioyo yetu ikawe na nafasi zaidi. Tupanue mioyo yetu iwe na nafasi ya kumweka Mungu katika maisha yetu na akatende kazi pamoja nasi kwa mwaka huu. Haleluya. Ili yeye akatukuzwe, yeye akajitukuze, ni lazima mioyo yetu na ufahamu wetu upate kupanuka zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mioyo yetu kwa kumpenda Mungu ikiongezeka upana na urefu, tutaendelea kumtumikia Mungu pasipo kulalamika ama kunung'unika. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Katika ufahamu wetu tukimpenda kumjua Mungu zaidi, tutaujua uweza wake, tutayajua makusudi yake juu ya maisha yako, utayajua na kuyatenda mapenzi yake kwa wakati ambao Bwana amekuamuru kumfahamu na kumpenda. Basi Bwana ataachilia neema ya kuendelea kuongezeka na zaidi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nini mpendwa? Naona Yesu anapendezwa pia na watu walio na ufahamu wa ndani. Bwana Yesu atukuzwe. Nakumbuka wakati ule Yesu akiuliza wanafunzi wake, wameketi karibu na yeye,
akawauliza, je, watu wananisema mimi ni nani huko nje? Bwana asifiwe sana. Akaanza kuwauliza, watu wananisema mimi kuwa ni nani huko nje? Wengine wakasema, wengine wanasema wewe ni Elia. Wengine anasema wewe ni kama Yeremia, na mwingine anasema wewe ni mmoja wa manabii. Bwana asifiwe. Na Yesu akawauliza, na nyinyi mwasema mimi ni nani? Wakanyamaza, wakaangalia chini. Lakini nashukuru Mungu sana kwa Petro. Bwana asifiwe sana. Petro akasema, mimi ninaona wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akasikiliza. Akamwambia, Petro, umesemaje? Akamwambia, mimi ninaona wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye juu. Wewe si kama akina Elia. Yesu akasema nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mwamba huu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na wala malango ya kuzimu haitalishinda. Haleluya. Yesu akaona hapa nimepata mtu ambaye ana msingi, ambapo ninajenga kanisa kwa mwamba huu. Haleluya. Kwa hivyo ufahamu wa kiungu unapopatikana katika maisha ya Mkristo ni msingi ambao Mungu anautamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika kupanuliwa kwako mipaka, Bwana anapopanua ufahamu wako, anapopanua mipaka yako, ufahamu wako upanuke zaidi kwa kumjua Mungu, kwa kumjua Kristo, kwa kuyajua mapenzi yake, na kujua pia nyakati. Asubuhi tuliambiwa tujue nyakati. Haleluya. Ujue kabisa hii ni wakati gani ambao Mungu ameniweka mahali hapa. Ni wakati wa jinsi gani mwanya huu ambao Mungu amenipatia. Nikiuona nastahili kufanya nini ili Bwana akubariki, aachilie mibaraka juu ya maisha yako. Anatamani tuwe na ufahamu wetu ufunuliwe, upanuke zaidi kwa kumjua yeye, kuyajua mapenzi yake, kuyajua makusudi yake. Ndiposa akiachilia mibaraka utajua ya kwamba katika mbaraka huu ni kwa maana kile Bwana amekisema nimekiamini, na ninajua ya kwamba Bwana amekileta kwa wakati huu kwa kusudi hili maishani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika kupanuliwa mipaka yetu, wapendwa, anaposema ya kwamba tupanue hema zetu, tupanue pia na moyo wetu kwa kumpenda Mungu, ufahamu wetu kwa kumjua Mungu zaidi na zaidi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunapomjua zaidi, jameni, ataendelea kutembea nasi na tutaona akiyatenda yale mambo makubwa ambayo ameyakusudia katika maisha yetu, kwa sababu ni Mungu mwaminifu kwetu. Amen. Na uaminifu wake Bwana ni wa kudumu kizazi na hata kizazi. Na hata kwa kizazi hiki bado uaminifu wake upo kwa ajili yetu. Atatimiza kila alichokinena kwa ajili ya maisha yetu, kwa sababu anatuwazia mema. Bwana Yesu asifiwe. Na akisema ya kwamba atatuma malaika atembee mbele yako ili akapate kukemea anayekuzuilia, utajua ya kwamba huu ndio wakati ambapo Bwana anatuma malaika kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya kazi zangu, na utakuwa na ufahamu wa kutembea pamoja na huyo malaika. Usitembee peke yako. Haleluya. Tusome hicho kitabu cha Zekaria mlango wa 2. Zekaria mlango wa 2. Neno letu la mwaka huu: Bwana atafanya hivyo kwa wale wampendao. Haleluya. Kwa wale wamwaminio. Amen. Wale watazijua nyakati za kutembelewa kwao, watatembea wakijua ya kwamba huu ni wakati ambapo Bwana amekusudia hili
na Bwana atawabariki. Kwanza mstari wa 2 hadi mstari wa 4, Pastor, tusome kwa haraka. Zekaria mlango wa 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Kisha nikainua macho yangu nikaona na tazama mtu mwenye kamba ya kupimia mkononi mwake. Ndipo nikasema, unakwenda wapi? Akaniambia, ninakwenda kuupima Yerusalemu, nione upana wake ulivyo na urefu wake ulivyo. Na tazama, yule malaika aliyesema nami akasimama karibu, na malaika mwingine akatoka ili kuonana naye. Naye akamwambia, piga mbio, kamwambie kijana huyu na kusema, Yerusalemu utakaliwa na watu. Hallelujah. Kama vijiji visivyo na kuta, kwa sababu ya wingi wa watu na mifugo iliyomo ndani yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Huyu alifungua macho akaona. Amen. Bwana asifiwe. Kuonyesha pia kuna silaha katika macho ya ndani. Amina. Unajua huyu malaika mara nyingi haonekani kwa macho ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huyu alimuona kwa macho yake. Lakini wewe ili umuone, haleluya, ujue ya kwamba kunaye malaika anatembea nami, na anapotembea nami kuna vitu ambavyo ako mbele yangu ili akafanya nini? Akakomeshe vitu. Ni lazima macho yako yakapate kuona yale ya ndani, si haya ya nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unapofunguliwa macho yako ya ndani, mpendwa, na kujua ya kwamba katika maisha yangu ya kawaida, maisha yangu ya wokovu, kuna kitu cha kiungu, ama kuna viumbe vya kiungu vya mbinguni, viumbe vya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana, ambavyo Mungu huviachilia kwa ajili ya wateule kama mimi. Ninaamini ya kwamba hata hali hii ninayoiona, kuna kiumbe cha mbinguni ambacho Bwana anakituma ili kushughulikia hali hii. Haleluya. Na kwa hivyo ikiwa kuna vitu ambavyo vilikuwa vimezuiliwa, hivyo viumbe vya mbinguni, kwa maana wewe unaamini vipo kwa ajili yako, vimetumwa, ni watumishi ambao wanawatumikia wateule. Bwana atatembea nawe, na viumbe hivyo vya mbinguni vitatembea nawe ili kuondolea kila kizuizi cha maisha yako, kwa sababu Bwana ndivyo anavyosema ya kwamba usizuiliwe. Haleluya. Bwana hataki tuzuiliwe, wapendwa. Amina. Maana Mungu anatupenda tuendelee zaidi. Mungu anasema ya kwamba watu hawa wasiwekewe mipaka, mji wao usiwekewe ukigo, kwa maana watu hawa wamewekwa ili wakazae, wawe na watu wengi zaidi. Na hivyo ndivyo Mungu wetu anataka kwetu, wapendwa. Anataka tuwe na maendeleo. Haleluya. Chochote unachokifanya kiwe kinazalisha zaidi kwa upana na kwa urefu, kwa maana Mungu wetu anafurahia mapanuko ama maongezeko ya kazi zetu. Lakini ni lazima maisha yetu ama mioyo yetu na macho yetu ya kiroho ikapate kufunguka, tujue haya. Ufahamu wetu unapotiwa nuru ya kwamba kuna viumbe vya mbinguni Mungu vituma kwa ajili yangu, ninaamini viumbe hivyo vinatembea nami, na hali hii Bwana ataishughulikia. Kama kuna mipaka, Bwana ataiondoa, kwa sababu kuna viumbe ambavyo havizuiliwi. Haleluya. Na vimepewa mamlaka na ruhusa, vikiambiwa ya kwamba piga mbio, ukamwambia yule kijana. Haleluya. Sijui ni kijana wa aina gani ambaye alikuwa anaweka mipaka katika maisha yako, lakini kuna neno la kutoka kwa Bwana ambalo linasema ya kwamba huyo kijana aambiwe ya kwamba asiweke mipaka katika maisha yako, maana wewe utaendelea sana. Maisha yako si ya kuzuiliwa kwa kijiji kidogo. Biashara yako si ya kuwekwa mahali padogo, kwa maana Bwana anataka uendelee zaidi na zaidi kwa utukufu na heshima ya jina lake. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele kwa Bwana.
ambaye anataka tuendelee, hataki tuzuiliwe. Hautawekewa mipaka kwa mwaka huu, maana kuna sauti ya Bwana ambayo inasema ya kwamba wewe utaendelea sana, kushoto na kulia, urefu na upana, hautazuiliwa. Maana Bwana anataka aone maongezeko yako, aone utele, aone uzima. Maisha yako ya kawaida yawe na utele wa amani, maisha yako ya kiroho yawe na utele wa kumjua Bwana, maisha yako ya biashara yaendelee kupanuka kwa ajili ya Bwana, maana anakupenda. Mawazo alionayo juu yako ni kwamba kupatie mema siku zako za usoni. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana anapenda kutembea mbele yetu, wapendwa, kwa sababu anatupenda. Na akiwa mbele yetu anaondoa vizuizi. Anasema tusiwekewe mipaka, maana tutaendelea sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema katika huduma the Lord's Gathering, Bwana anataka tuendelee sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka tuwe na upana. Haleluya. Anataka tuwe na urefu na tumjua Mungu zaidi. Ndiposa anapotupanua kwenda mbali na mbali, tuwe tuna ufahamu ya kujua huu ni wakati Bwana ameuruhusu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Some andiko tena la mwisho na Bwana atatusaidia. Bwana atatubariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama kuna vile ambavyo vimefichwa wakati wa maisha yako, Bwana anapoenda mbele yako ni lazima vifichuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Bwana anazungumza na sauti ya kuelekea mtumishi. Isaya 45. Hapa Mungu anazungumza na mtumishi. Neno hili alilizungumza akiwa analenga mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. 45 anasoma kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Sikia kile Mungu anazungumza na mtumishi huyu. Sijui kama atapata mmoja katikati yetu. Amen. Ambayo Mungu akizungumza hivyo anajisikia kuna nguvu, maana anazungumzia mtumishi. Tusaidie kusoma pasta kwa jina la Bwana. Haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake. Nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yake na kupasawazisha mahala palipo paruza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Mungu anazungumza na mtumishi aliyeitwa Koreshi. Mtu huyu alipendeza Mungu. Mungu alifurahia maisha yake. Amen. Kwa sababu gani? Kuna vitu alikuwa amefanya vya kujenga hekalu kule Yerusalemu. Amen. Ndiposa anazungumza hapa, maana ameona labda kuna watu wengine wanaweza kuenda kinyume naye. Haleluya. Watamzukia ama tamwinukia. Lakini hapa Mungu anasema ya kwamba ninanena kwa mtumishi wangu Koreshi. Amen. Ya kwamba nitaenda mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kulegeza viuno vya wafalme. Amina. Na kilegeza viuno vya wafalme ambao wanatafuta
wanaotafuta labda kukupinga ama kukusumbua, nitawalegeza hao wafalme na nitatembea mbele yako. Nikitembea mbele yako, kama malango yamefungwa kwa ajili yako, nitayafungua, nitayakatakata, nitayavunja. Minyororo iliyozuia njia yako, hiyo nitafanya nini? Nitaikatakata, ili nikupatie mali ya gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mali zilizofichika, hazina zilizofichwa, mali iliyowekwa gizani, sasa hiyo nitaitoa kwa ajili yako. Kwa sababu gani? Nimekuona mtumishi mwaminifu, sijaona mwingine kama wewe. Kwa hivyo Mungu anapopenda kutembea na mtu, pia anaangalia utumishi, anasikia vizuri kuzungumza na mtu kama huyo, kutembea mbele yake. Anasema, mimi Mungu nitatembea mbele yako ili nilegeze viuno vya wafalme, ili nikatekate milango iliyofungwa mbele yako na kukupatia hazina zilizofichwa, mali iliyofichwa gizani nitakupea. Kwa sababu gani? Nimeona wewe ni mtumishi mzuri. Niulizie jirani, je, wewe unaweza kuwa mmoja wao? Haleluya. Ili Bwana akupe yale yaliyofichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisema mwaka huu ni wa utele, anaona wewe unatosha kupewa. Haleluya. Umekuwa mtumishi kama Koreshi. Mungu anapotafuta shuhuda zako ili akupatie kile kilichofichwa, kile kilichozuiliwa, aseme kisizuiliwe kwa sababu ni chako. Anaona unafaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumwambie Bwana atusaidie. Kama hatua tumefanya kama huyu, lakini kwa nafasi yako kuna kitu umefanya, na unamwambia Bwana nisaidie, ili katika mwaka huu wa utele, unapotafuta matendo ya watu ambao wametembea na wewe, wamekuwa watumishi waaminifu, nami Bwana usinisahau, aione kazi yako, ndipo afanye nini? Atembee mbele yako na kukatakata minyororo, kuvunja malango, kukupatia hazina zilizofichwa, akupatie. Maana anajua ya kwamba anapokupa hazina zilizofichwa, hizo mali za gizani, anajua ya kwamba wewe ni mtu sawa, hautajigamba. Anapokupatia, zitakuwa faida kwa ufalme wake, zitakuwa za maana katika ufalme wa Mungu. Mungu anatazama moyo. Ambia jirani, Mungu anatazama moyo. Haleluya. Mungu anatazama moyo, akijua ya kwamba moyo wako akikupa utajigamba. Jameni, hiyo maneno tutaongea na mwaka uishe na wewe hutapata. Lakini Bwana tusaidie, mioyo yetu iwe na kukubali, iwe na ufahamu ya kwamba hata kiwa Bwana amenipatia, nikipata kwa utele, haitakuwa yangu mwenyewe, itakuwa ni ya utukufu wa jina la Mungu wangu. Bwana ataiachilia kwako. Bwana atang'ang'ana na anayeizuia. Bwana atakupatia kila kilichofichwa, hakitafichwa kwako, kwa maana Bwana atafungua hata malango yaliyofungwa na shaba. Bwana atayafungua ili akupe hazina iliyofichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Anaona utumishi. Ambia jirani, utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anapendezwa na moyo wa utumishi. Haleluya. Haleluya. Mwaka ukiendelea kuisha, mwezi wa 11, Bwana alitia mzigo na neno ambalo nilizungumza kwa muda mrefu, ya kwamba Bwana anaangalia kumbukumbu za watu waliotenda jambo la kumgusa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huo mwaka haukuisha, nilipata shuhuda pale kwa ofisi kadhaa. Kumbe Mungu hasahau watu wake. Haleluya. Hata mahali ambapo pana ugumu, lakini yule ambaye kuna kitu cha kumgusa Bwana hata ng'ang'ana